Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC ilitangaza Jumatatu kwamba itaanzisha uchunguzi wa nje kuhusu tuhuma za utovu wa maadili dhidi ya mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan. Hivi Kaukoranta, rais wa bunge la nchi wanachama ASP, chombo cha uangalizi cha ICC, alithibitisha kuanzishwa kwa uchunguzi wa nje kufuatia mashauriano na ofisi ya ASP. Uchunguzi utaofanywa na kujitegemea na mfumo huru wa uangalizi IOM, ambao hufanya kazi tofauti na ICC na kuripoti moja kwa moja kwa ASP. IOM imekubali uchunguzi wa nje kwa kuzingatia mazingira maalum ya kesi, ikitumia kuhakikisha mchakato usio na upendeleo na wa haki kwa mujibu wa mfumo wa kisheria wa ICC. Kaukoranta alizitaka pande zote zinazohusika kushirikiana kikamilifu na uchunguzi huo, huku akisisitiza umuhimu wa kuheshimu faragha na haki za watu wote wanaohusika. Akijibu madai hayo, Khan alikiri uchunguzi huo mpya na kuwapa waendesha mashtaka wake jukumu la ndani la suala hilo. Alithibitisha kujitolea kwake kuendelea na majukumu yake kama mwendesha mashtaka katika hali mbalimbali zilizoshughulikiwa na ICC. Ripoti ya AP ilifichua madai ya tabia ya Khan kutokubaliana, ikiwa ni pamoja na matukio wakati wa safari za nje na katika makao makuu ya ICC. Wafichuaji hao walishiriki maelezo na waangalizi wa mahakama wakimtuhumu Khan kwa mwenendo usiofaa ambao ulisababisha uchunguzi wa ndani ambao ulifungwa haraka bila kumhoji Khan. Kulingana na ripoti ya The Guardian, Khan alikanusha kumshawishi mwanamke huyo kuondoa madai yoyote na akakataa shutuma hizo. Timu yake ya wanasheria ilionyesha wasiwasi kuhusu ufichuzi wa taarifa za siri na athari inayoweza kujitokeza kwa kazi inayoendelea ya Khan. Mnamo Mei 2024, Khan aliwasilisha maombi ya hati za kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, waziri wa ulinzi Yoav Gallant na viongozi wakuu Hamas kwa madai ya uhalifu dhidi ya ubinadamu wakati wa vita vya Israeli na Hamas. Shinikizo kutoka kwa maseneta wa Marekani lilifanya ICC kutotoa vibali kuhusu vita vya Israel na Hamas hadi madai ya utovu wa nidhamu yatakapochunguzwa kwa kina. Hii ni Media Express, mimi ni Hassan Magulumali.